Muda wowote kuanzia leo tarehe 10 Disemba 2025, Simba Sports Club wanatarajiwa kutuma maombi ya kuhitaji saini ya beki wa kushoto wa klabu ya Mamelodi Sundowns Fawaz Basedin, ambaye amejiunga na klabu hiyo msimu huu akiwa ametokea katika klabu ya Stellenbosch msimu uliopita. Sasa Fawaz Basedin amekuwa na changamoto ya kupata nafasi ya kudumu katika kikosi cha kwanza cha Mamelodi Sundowns, na hii inapelekea Simba kuonyesha interest ya kujaribu kumchukua kwa mkopo. Yaani hata biashara ambayo Simba wanataka kuifanya kwa ajili ya huyu fullback wa kushoto ni biashara ya mkopo wa mwaka mmoja. Maana yake akijiunga Januari unakuwa ni mkopo wa mwaka mmoja mpaka Januari ya mwaka 2027 ndipo mkopo wake utakuwa umehitimika. Sasa kama nilivyobainisha, Fawaz Basedin amesajiliwa kutoka katika klabu ya Stellenbosch, na msimu huu kwenye michezo 25 ya kiushindani ambayo Mamelodi Sundowns wameshiriki mpaka sasa hivi amepata nafasi katika michezo 7 tu, na ni mchezo mmoja tu kati ya hiyo 7 ambayo amefanikiwa kucheza kwa dakika zote 90. Sasa hapa ieleweke, kutopata nafasi mara kwa mara kwa Fawaz Basedin hakuja kutokana na changamoto zozote ambazo zinamhusu yeye binafsi, kwa maana labda injury record au labda uwezo wake. Hivyo sio vitu ambavyo vinahusiana kabisa na kinachofanya Fawaz Basedin asipate nafasi katika kikosi cha kwanza cha Mamelodi, lakini ni kutokana na uwepo wa wachezaji wenye uwezo unaofanana ama zaidi, au wanaoperform vizuri zaidi, ama waliopata imani zaidi mbele yake. Hususan hapa namzungumzia mtu anayeitwa Aubrey Modiba. Huyu amekuwa ni mchezaji wa muda mrefu kwenye eneo la upande wa kushoto kwenye safu ya ulinzi ya Mamelodi Sundowns, na bado ameendelea kuwa ni kipaumbele kwa mwalimu Miguel Cardozo. Kwa hiyo kumekuwa kuna changamoto kwenye namna ambavyo Fawaz Basedin amepata namna ya kujaribu kupenya katika kikosi cha kwanza kutokana na uwepo wake, lakini kama ambavyo pengine unaweza kuwa unajua kwamba Mamelodi Sundowns ni ile timu ambayo inafanya usajili wa wachezaji wengi wazuri na wachezaji ambao wana sifa ya kucheza kwenye maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna muda unaweza ukajikuta nafasi yako inaweza isiwe ya kudumu kwenye kikosi cha kwanza pale Mamelodi, sio sana kutokana na uwezo, lakini kutokana na shehena la wachezaji wenye quality kwenye position tofauti tofauti na wenye sifa ya kucheza kwenye maeneo tofauti tofauti pia, kwa maana ya viraka. Kwa hiyo imepelekea kuwafanya Simba wawe interested na huyu left back. Na Fawaz Basedin, kwa watu ambao walikuwa wanafuatilia michuano ya kombe la shirikisho msimu uliopita, na hasa kwenye michezo ya mikondo miwili ambayo Simba Sports Club walicheza kwenye hatua ya nusu finali dhidi ya Stellenbosch, utagundua kwamba huyu ndio yule fullback ama huyu ndio yule mchezaji ambaye alikuwa anarusha ile mipira mirefu kwa kiasi kikubwa sana kwenda kwenye lango la Musa Pinpin Kamara, lakini pia ni mchezaji ambaye alikuwa na deliveries nzuri sana kutokea upande wa kushoto kama fullback. Kwa hiyo alikuwa ni moja kati ya wachezaji ambao walifanya vizuri sana katika ile mikondo miwili, licha ya kwamba Stellenbosch mwisho wa siku hawakuweza kuvuka kwenye kiunzi ambacho Simba walikiweka mbele yao kwenye hatua ya nusu finali. Lakini hicho ni kitu ambacho kimepelekea Simba wawe interested na huyu mlinzi wa kushoto. Na huyu Fawaz Basedin ni mchezaji ambaye anaweza kucheza kama left back, lakini ana uwezo pia wa kucheza kama right back. Yaani ni mchezaji ambaye anaweza kucheza kwenye mbavu zote mbili itakapobidi. Msimu huu amepata nafasi kwenye michezo 7 kama nilivyobainisha, lakini kwa kiasi kikubwa amekuwa akitumika pia kama beki wa kulia. Kwa hiyo unaweza kuona ni mchezaji ambaye anaweza kuoffer utility. Unaweza kumtumia kushoto, unaweza kumtumia kulia, na Simba inawezekana wanavutiwa na hili dili kwa sababu huyu ni mchezaji ambaye ni wa kigeni, alafu anaweza kwenda kukuoffer uwezo katika position zote mbili, kwa sababu ukweli ni kwamba Simba wana uhitaji wa kwenda kuongeza nguvu kwenye eneo la Anthony Mligo kwa maana ya left back position, lakini Simba pia wanao uhitaji wa kuweza kuongeza nguvu kwenye eneo la fullback ya kulia. Sasa kwenye eneo la fullback ya kushoto ni wazi anapokuwa anakosekana Mligo. Of course mimi nilishawahi kubainisha kwa watu ambao wana kumbukumbu kwamba sijakuwa na uhakika kuhusu matumizi ya Nabi Kamara kama left back, na wote tumeona kwamba akitumika kama kiungo anaonekana kuwa nyumbani zaidi kuliko akitumika kama beki wa kushoto. Lakini upande wa kulia nimekuwa nikiona pia maneno mazungumzo kwamba pengine Duchu apewe nafasi, kijana mdogo. Kwanza hapa tuweke kitu kimoja sawa, Duchu sio kijana mdogo. Duchu ana miaka 27. Ni kwa sababu hatujamuona akipata nafasi mara kwa mara. Kuna muda tunasahau tukiwa tunaamini kwamba pengine ni kijana ambaye labda anatakiwa kupata nafasi zaidi akiwa kama understudy wa Shomari Kapombe, lakini Duchu si mdogo kiasi hicho, na nafikiri bado Simba wanahitaji zaidi ya Duchu kwenye ile eneo ya fullback ya upande wa kulia. Kwa hiyo kwa hoja hiyo, mtu kama Fawaz Basedin ambaye ni moja kati ya mafullback bora kabisa katika soka la South Africa, changamoto yake kutopata nafasi kwenye kikosi cha Mamelodi haijakuja kutokana na uwezo wake, isipokuwa ni uwezo na ushindani mkubwa uliopo kwenye kikosi.
Then on top of hapo anaweza kukuofa matumizi ya kucheza kama fullback kwa kushoto, lakini pia kama fullback kwa kulia. Kuhusu sifa zake, ana sifa nyingi. Ni attacking fullback, ana nguvu sana kwenye kupandisha mashambulizi, ana crossi zenye macho, alafu ni set piece taker mzuri. Ndo mpiga penalti alikuwa Stellenbosch, ndo mpiga mipira iliyokufa, ndo alikuwa mpiga mipira ya kona pia. Kwa hiyo ni set piece threat, ana offer vitu vingi kwenda mbele, mzuri defensively, ni highly rated katika soka la South Africa. Kwa hiyo kumbuka pia kwamba hivi karibuni Simba wamekuwa na mahusiano mazuri ya kibiashara na Mamelodi Sundowns kwenye kuchukua baadhi ya wachezaji kina Rushinda Riuk, Neo Maema. Kwa hiyo huenda kukawa kuna mwafaka mwepesi wa Simba kuweza kumshawishi Fawaz Basadina ambaye amekuwa hapati nafasi mara kwa mara kwenye kikosi cha kwanza cha Mamelodi kuja kwa mkopo ndani ya kikosi cha Simba Sports Club, kitu ambacho kinaweza kumhakikishia nafasi ya kuwa starter kwenye kikosi hicho.